Kama wodi ya wagonjwa sasa huko Jangwani inaelekea kujaa kufuatia idadi ya majeruhi kuongezeka, ikiwa ni siku chache tangu kutangazwa kuwa nahodha msaidizi wa kikosi hicho Dickson Job na Clement Mzize watakuwa nje ya uwanja kwa muda wa zaidi ya wiki 6, huku mmoja madaktari bingwa akitaja sababu na suluhisho lake. Madaktari wa klabu hiyo wamethibitisha ongezeko la majeruhi hadi kufikia 6, huku katika orodha mpya kwa sasa kitajwa beki wa kati Ibrahim Abdullah Baka na mshambuliaji Laurindo Dilson Depo, kabla ya hapo jana katika mchezo uliokutanisha TRA dhidi ya Yanga ambapo Prince Dube pia alipata majeraha na kutolewa nje dakika 21 ya mchezo. Depo mwenye mabao 6 na asisti 1 katika ligi msimu huu amepata jeraha la nyama za paja, Baka akipata jeraha la nyonga, Chadra Kiboka akipata enka ya mguu wa kushoto na Edmund John akipata enka ya bega. Wote watakuwa nje ya uwanja angalau wiki 2. Hadi sasa wodi ya majeruhi ya Yanga ina mabeki wawili wa kati ambao mara nyingi wamekuwa akicheza pamoja, Job na Baka. Hivyo Pedro atakuwa na Bakari Mwamnyeto kama chaguo la kwanza sambamba na Frank Yasinke ambaye amekuwa akitumika zaidi kama mchezaji wa akiba. Akizungumzia idadi kubwa majeruhi inayoikumba Yanga na suluhisho lake, Dr. Robert Kamau ambaye aliwahi kufanya kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na sasa makazi yake ni Hispania alisema, namnukuu, kwanza kabisa ni muhimu kuelewa kuwa mlipuko huu wa majeraha hautokei kwa bahati mbaya tu. Kuna sababu nyingi zinazochangia wachezaji kukumbwa na majeraha mara kwa mara. Sababu za ndani ni muhimu. Wachezaji wanapofanya mazoezi kupita kiasi au kushiriki mechi nyingi bila muda wa kutosha kupumzika, misuli na tendon zinabeba mzigo mkubwa zaidi, jambo linalosababisha kuvunjika kwa nyuzi za misuli. Wengine wana historia ya majeraha ya zamani na pale anapokumbana na mazoezi mengi au mechi mfululizo huwa kunakuwa na hatari kubwa sana, mwisho kunukuu. Jambo lingine alisema, lishe na unywaji wa maji pia ni sababu za ndani, kutokana na misuli kuhitaji virutubisho vya kutosha na maji ili kufanya kazi kwa ufanisi. Hivyo ukosefu wa virutubisho unaweza kudhoofisha misuli na kufanya wachezaji kuwa katika hatari ya kuumia. Sababu za nje pia zipo, tena nazo zina nafasi. Moja ni hali ya uwanja, kama nyasi zina shida, udongo mgumu au kuna sehemu hakuna uwiano sawa, huongeza hatari ya kuumia paja, enka au nyonga, mwisho kunukuu. Daktari huyo alienda mbali kwa kumtolea mfano Baka aliyepata jeraha la nyonga ambalo linaathiri moja kwa moja kasi yake, huku Depo ambaye aina yake ya jeraha linatokana na uchovu wa misuli na kuendelea na mazoezi makali bila mapumziko ya kutosha. Hivyo nini Yanga inapaswa kufanya? Nikimnukuu daktari huyo amesema, kuna hatua kadhaa za kufanya ili kupunguza wimbi hili la majeraha. Kwanza, kupanga ratiba ya mazoezi yenye uwiano ikijumuisha mapumziko ya kutosha na recovery session. Jambo lingine ni kuhakikisha lishe bora na unywaji wa maji ya kutosha kwa wachezaji. Mwisho, najua Yanga ni klabu kubwa, hivyo waimarishe kitengo chao cha afya kwa kutumia mbinu za matibabu nzuri na bora zaidi na ufuatiliaji wa karibu kwa wachezaji waliopo kwenye hatari ya majeraha. Pia ni muhimu kufanya tathmini ya kina ya hali ya uwanja na kuhakikisha wachezaji wanajua mbinu za kuepuka majeraha kwa kuchukua hatua